Kwa utambulisho, naitwa Benjamin Richard, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya mji wa Babati. Na asasi ya Haki Elimu, shughuli ambayo tulikuwa tukiifanya na kuendelea nayo kwa ajili ya programu yetu fupi ambayo tumefanya kwa takribani karibia siku 12 na kuendelea. Sasa katika siku ya leo tumefika kwa ajili ya kupata ripoti ya kile ambacho tulikuwa tukikifuatilia. Tulizunguka katika shule zetu takribani 16 wa kata 4 ambazo tulitembelea kama zilivyotajwa kwa ajili ya kufuatilia na kupata machache juu ya yale ambayo yalikuwa yametazamiwa kuweza kufikiwa. Lakini haya yote yamefanyika ikiwa ni kukamilisha mwongozo au taratibu na sera ya taifa ambayo inaendelea, ambayo ilianzishwa ya mwaka 2021-22 hadi 25-26, ikiwa na lengo kubwa la kufuatilia na kuangalia malezi na makuzi ya watoto tangu wakiwa bado wadogo, miaka 0 mpaka 8, wanakuwa kwa namna gani na mazingira wanayopitia katika kuishi, ikiwa na lengo ya kwamba tuje kuwa na taifa lenye watu wanaoweza kusimama na kuweza kutetea na kufikia malengo ya taifa katika maendeleo endelevu. Kwa haya yote ambayo yatakuwa yakiwasilishwa ni kwa niaba ya halmashauri nzima ya mji wa Babati. Lakini pamoja na hayo, tuweze kuwashukuru hii asasi ya Haki Elimu kwa sababu hii programu imefanyika kwa wilaya 4 tu nchi nzima, na miongoni mwa hizo wilaya yetu ya Babati ikiwepo. Zoezi hili lilifanyika katika kata 4 kama ilivyozungumzwa, ambao wawakilishi wote wako hapa. Kikundi kazi kilihoji watendaji 4 kutoka kila kata pamoja na wale viongozi wa vituo vya afya, zahanati na wengine wote, walimu wakuu pamoja walimu wa awali waliopo na wazazi. Kwa hiyo tulianza kuangalia upande wa lishe. Je, wazazi wanawajibika vipi? Walimu wanawajibika vipi? Manake mtoto analelewa katika pande mbili, akiwa nyumbani ambao ni jamii na akiwa wapi? Shuleni. Sasa hawa wote wanawajibika vipi katika kipengele cha lishe? Na hapa mojawapo utamkuta kuna mtaalamu wa lishe ambaye alihojiwa na yeye akatoa mapendekezo yake. Kwa katika kipengele cha lishe tunaangalia kwamba timu ilijiridhisha kwa hali ya lishe kwa watoto katika mantiki ya upatikanaji wa chakula nyumbani na shuleni. Kwa hiyo tulianza kuhoji, je, upatikanaji wa chakula kwa watoto, hasa wale ambao wameanza kupata chakula, hali ikoje akiwa nyumbani na akiwa shuleni? Kwa baadhi ya mapendekezo au majibu yaliyotolewa, ilionekana kwa shule tulizopita katika mitaa 4, kata zote 4 ambazo tulipita, zile shule zote zilionekana zinatoa chakula. Ni jambo la kwanza ambalo tulifurahishwa nalo, kwamba shule zote zina programu ya kutoa nini? Chakula. Chakula kinatolewa kwa watoto wote kuanzia wale wa awali na mpaka wale wakubwa. Lakini lengo kubwa pia anasema kwamba kila shule iliyotembelewa ilionekana inatoa hiyo programu, ambao sasa baadhi ya vyakula ni kande, uji, ugali. Lakini tatizo pekee linaloonekana ni kwamba baadhi ya shule ni swala la utunzaji wa chakula imekuwa ni changamoto kubwa. Hapo pia mimi ni afisa maendeleo ya jamii, tunapita mara nyingi kuangalia kuna tatizo kubwa la utunzaji wa nini? Chakula. Wazazi wanatoa chakula, lakini kikifika shuleni bado kuna changamoto ya uhifadhi wa nini? Wa chakula. Nini madhara yake? Maana yake inaweza kapelekea kutokea tatizo ile la sumkuvu kwenye vyakula. Sumkuvu, badala ya kwamba mtoto akila chakula apate afya, inaweza ikabadilisha kutoka kuwa afya kuwa matatizo ya afya kwa mtoto. Kwa hiyo maana yake tuhakikishe chakula kinapokusanywa kutoka kwa wazazi, uhifadhi wake kule shuleni unakuwa ni salama, kuepusha yale madhara mengine ambayo yatakuwa ni changamoto. Lakini pia pamoja na kwamba tunatoa chakula, na tumeangalia pale sehemu nyingi ni kande, uji, ugali. Sasa tunachozungumzia ni lishe, na lishe tunapozungumzia ni mjumuiko wa vyakula mbalimbali. Hatuzungumzii wanga peke yake. Maana yake kama mtoto anatumia ni uji peke yake, bado hatutazungumza kuna lishe bora. Kwa maana yake kwenye malezi na makuzi yake kiafya zaidi, hasa afya yake ya akili, itakuwa na changamoto. Atakuwa sawa, atapata chakula, lakini mwisho wa siku haitamjenga zaidi katika uwezo wake wa kufikiri na kuweza kupambanua mambo mbalimbali. Kwa
tulitoa ombi au rai kwamba vyakula tunapoendelea kadri tunavyoenda kutokana na bajeti zetu, tuhakikishe tunakuwa na lishe bora. Lishe bora ikiwa na mchanganyiko wa vyakula, tusitumie chakula cha aina moja, maana yake watoto wataendelea kudumaa. Baada ya kuwajenga kiafya, tutakuwa tunaendelea kuwadumaza zaidi. Lakini kipengele kingine ni kwamba kati ya watu tuliowahoji, 65% ya wahojiwa wote walisema wamama katika kata zote 4 zilizotembelewa wanazingatia kwa makini kanuni ya unyonyeshaji wa watoto. Kulikuwa swali ambalo linaulizwa watoto wananyonyeshwa kwa muda gani. Kuna kipengele cha miaka 0 hadi miezi 6. Lakini kuanzia hapo miezi 6 hadi miaka 2 hadi miaka 3. Kwa kati yao 65% walisema watoto hunyonyeshwa kwa takriban miaka 2 hadi mingapi? 3. Kwa hiyo likawa ni jambo la heri kuonekana asilimia kubwa ipo kwa namna hiyo. Lakini kwa bahati mbaya tuna asilimia 35 iliyobaki. Inaonekana kwa hizi kata tu chache 4 tulizopita wananyonyesha chini ya mwaka mmoja. Maana yake wengi ni miaka 0 hadi miezi 6. Na bahati mbaya kati ya hawa 35, asilimia 35 ni kwamba wengine yamkini hata miezi 6 isifike mpaka kufikia mwaka mmoja. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Tunaelewa malezi, ukuaji wa mtoto kwa asilimia kubwa akiwa na miaka 0 mpaka kufikia miaka 2, yeye hukuzwa zaidi au hujengwa ubongo wake na afya yake kwa ujumla kupitia maziwa ya nani? Ya mama. Lakini kitu kingine, kuna uelewa mkubwa pia katika changamoto ya utapiamlo. Kuna kitu ambacho tulikuwa tunazungumzia masuala ya utapiamlo ambayo ni ukosefu wa lishe hii. Kukosa kwa vyakula mchanganyiko kunaweza kupelekea mtoto akawa na utapiamlo. Kwa hiyo ilionekana wazazi wengi wanauelewa, wanafahamu utapiamlo ni nini, madhara yake ni yapi na vitu vipi vinaweza vikasababisha. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo tulipokuwa tukipita, wazazi wanatuambia yawezekana utapiamlo unatokana na kukosa lishe bora. Na lishe bora tunaikosa kutokana na hali ngumu ya nini? Ya maisha. Sasa ni jukumu letu kama wanajamii, kama viongozi na wawakilishi wa jamii ambao tumefika kwenda kuhamasishana katika jamii, kuhakikisha sote tunakuwa na programu ambazo zitatufanya tuweze kupata yale mahitaji muhimu ya watoto ili wasiweze kufikia katika tatizo kubwa la utapiamlo. Manake kama mtoto ana utapiamlo, matokeo yake ni kwamba hata yale ambayo tunayategemea awe na elimu bora hata kuwa nayo. Manake kama ana udumavu, manake hata akili yake bado itafanyaje? Itadumaa. Katika kipengele cha afya ni mengi ambayo tulikuwa tunayaangalia, lakini miongoni mwa hayo kitu cha kwanza au matokeo ya kwanza ambayo tuliyapata, kwa hiyo maafisa afya wa kata zetu husika ni jambo la kufuatilia kwamba shuleni vyoo vipo, lakini usalama wake sio mkubwa sana. Kwa kama ni 68.2 bado ni tatizo kubwa. Maana yake kama ni 68 inamaanisha watoto wetu shuleni hawana usalama kiafya. Inamaanisha magonjwa ya mlipuko muda wote yanaweza kufanyaje? Kutokea. Kwa hiyo tuhakikishe tunazidi kuboresha vyoo vinapojengwa, vijengwe vikiwa katika ubora na viweze kutunzwa katika ubora wake. Na katika shule 16 zilizotembelewa, shule 5 tu ndio zimekutwa zina vyoo maalum kwa ajili ya watoto wa darasa la awali. Sasa tunapozungumzia elimu ni kwamba katika swala la afya, tunapojenga vyoo kule mashuleni, tuna matabaka ya elimu. Kuna watoto wa awali, shule ya msingi na mgawanyiko mwingine. Sasa wale watoto wakubwa wa elimu ya msingi ambao wameanza darasa la 3 na kuendelea, wale wanatakiwa watumie vyoo vyao vinavyojitegemea. Na wale watoto wa elimu ya awali watumie vyoo vyao tofauti, kwa sababu huwezi kulinganisha mtoto wa awali na mtoto wa elimu ya msingi. Yule ameshaanza kuwa mkubwa, maana yake uelewa wake na utambuzi ni tofauti. Kwa majina naitwa Mama Gaudensia Igoshalimo, mwenyekiti wa kikosi kazi cha marafiki ya elimu Babati. Baada ya mawasilisho haya na baada ya sisi kupitia huko kote tulikopita, kinachojiri sasa tukishatoka hapa katika uwasilishaji huu, tunarudi tena kwa wananchi wenyewe kwenda kuwahamasisha na kuwaomba vyote yaliyoonekana ni mapungufu tulikopitia yarekebishwe na ambayo hayapo kabisa yafanywe kazi. Hata hivyo mpaka sasa hivi tuna mradi katika shule 5. Ujenzi wa vyoo katika shule zote 5, alafu na ujenzi wa bweni shule ya msingi na ni shule ya sekondari Nakwa. Kwa hali hiyo wazazi wameitika kwa sababu wao ndio wataanza msingi kama msingi.
na haki elimu itamalizia vifaa vingine. Kwa hali hiyo tunaendelea kuieleza jamii. Tutakaporudi kule watupokee kwa mikono miwili na watusikilize kwa umakini na waweze kuyafanyia kazi yote tutakaowaelekeza. Na hapo ndio tutatafuta watoto wema na wenye msingi bora ambao tutapata taifa lenye watu ambao wanajiweza na wanaweza kufanya kazi na wanaweza kuwa na afya bora na njema. Kwa hiyo ndio malengo yetu makuu hayo. Hawana muda na watoto. Wazazi wengi sasa hivi ni pilika ya biashara kwa ajili ya kukimbizana na maisha. Wamama wanaamka saa 11:30 wanaenda kutafuta mboga, matunda ili wauze wapate kuwalisha watoto wao. Na watumishi wanashinda maofisini, wanaacha watoto na mausigeli. Paka wengine wanadiriki hata kuiba watoto kwa sababu wanaachua muda mrefu mno. Wanaonekana wao ndio mama na baba. Kwa hali hiyo sisi tunaendelea kuonya tu na kuwaambia hawa watu waache. Hata kama we ni mtumishi, rudi nyumbani, angalia mwanao anaendeleaje, amekula au anafanya nini. Na hasa kina mama tunaokimbizana na biashara, tuwe makini na watoto wetu. Hata kama unafanya biashara, rudi nyumbani, angalia mtoto anaendeleaje, amepata chakula, endelea na biashara, haikataliwi. Tunawaomba sana vituo, ndio maana unaona hapa kuna vituo vya afya, dispensary tumewaita wote. Kule dispensary waelimishe, sisi tukipita kwenye mikutano ya hadhara tuelimishe, na tukaelimisha hivyo tukiana, watu wataelimika na kubadilika. Na vile vile tutakapowaelimisha hawa kweli wabadilike, na sisi tunawafuatilia shule kwa shule, hata kwa kata, kitongoji kwa kitongoji. Kwa jamii waitike. Haya yote tunayoyasema wayapokee kwa mikono miwili na wayafanyie kazi.